Tungependa kuwasalimia hamjambo wapendwa na mnaofuatilia. Bana, kuna hii story ambayo inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa, ambayo inamhusisha mwanadada mmoja wa kanisa la Sabato ama wa ACDA na mwanababa mmoja pia wa kanisa hilo hilo la ACDA. So tukaona kwamba tusiwezi kukaa kimya bana, tuwatafute wa ACDA wenyewe ama wa Sabato waweze kutueleza hisia zao katika hili jambo, waliweza kulipokea vipi ambalo lilifanyika pale Nairobi. Nasemekana mdada alisomeshwa, mdada alifadhiliwa, na mdada inasemekana kwamba alikuwa amekubali pia kuolewa mke wa pili, lakini akakaja hapo nyuma akakataa. Kwanza ungetufahamisha majina yako ili tuweze kuzungumza vizuri? Asante sana. Kwa majina ni Jackson Owino na mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa la Wasabato. La Wasabato. Ongea na nguvu kidogo. Yes. Wasabato. Naam. Kusema kweli, jambo hili lilipotokea lilikuwa ni jambo la kushangaza, na kwa mitandao pia ninaona vidole vya lawama vinaelekezwa kwa kanisa. Nataka kusambia washiriki ama Waadventista wa Sabato. Naam. Kwamba hili si jambo ambalo linatutisha, linaweza tikisha imani ya mtu, kwa sababu tunafika jua kwamba shetani yuko vitani na kanisa, na kanisa ni washiriki. Kwa hivyo shetani hajaenda likizo, bado yuko mbioni, atachafua dini ya Mungu, na ni sisi tuwe imara, tusimame imara katika imani, tunaweza tukayashinda mambo kama haya. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho ningekuuliza mzee wa kanisa, nyinyi kama wazee wa kanisa, kulingana na story ambayo inatembea sana, ni kwamba ule mwanaume alikuwa na familia yake na alikuwa amemwahidi dada kwamba atamuoa bibi wa pili. Nyinyi mnaruhusu mwanamume kuweza kuoa mwanamke wa pili katika imani yenu? Katika kanisa la Waadventista wa Sabato hairuhusiwi, hata katika Biblia, hata kanuni za Waadventista wa Sabato hairuhusiwi mshiriki ama muumini kuwa na wanawake wawili. Hata katika mwanzo muumbaji wa ulimwengu, Mungu aliumba mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Kwa hivyo hairuhusiwi kabisa. So katika na rumors zinasema ya kwamba yule mwanadada alikuwa ametaarifiwa kwamba yeye ataolewa mke wa pili na akawa amekubali. Alivyokataa ndo sasa mwanaume akachukua ile jukumu la kwamba nimekusomesha, nimefanya hivi na hivi, mwisho wa siku nakuwa hautimizi kile ambacho tukikifanya. Uona hisi mwenye makosa alikuwa ni nani pale kati yao wawili? Kuna jambo linajaribu kujitokeza. Jambo la kwanza, kuna kama makundi mawili ya kuimba. Kuna makundi kama mawili ya kuimba. Aha. Kundi la kwanza ni kwaya ya Waadventista wa Sabato. Kundi la kwanza ni kwaya ya Waadventista wa Sabato. Aha. Kundi la pili ni vikundi vya kuimba kanisani, kanisa la Waadventista wa Sabato. Yaani inamaanisha vikundi, unakuta watu wametoka makanisa ya Kisabato mbalimbali, okay, wakaunganika pamoja, wakawa wanaimba kikundi fulani, wakatengeneza kwaya ambayo haihusiki katika kanisa fulani. Ni kwaya tu ya watu wenyewe tu wamekuja, isipokuwa tu wana imani na misingi ya Kiadventista wa Sabato. Aha. Sasa baadhi ya vituko kama hivyo unaweza kuwa vinatokea kwa sababu katika kanisa la Adventista wa Sabato hairuhusiwi mwanaume kama yule kuoa wanawake wawili. Kama alikuwa na hiyo nia kweli, basi hiyo ni makosa na haifai. So ni makosa na haifai. Swali langu ni kwamba ni nani anastahili kulaumiwa? Kwa sababu huyu alielezwa, mimi niko na mke na watoto wangu, si ni kweli? Na nataka nikuoe mke wa pili na nitakugharamia, na maybe tuseme alikubali, lakini mwisho wa siku inaonekana kwamba vile walivyokubaliana hakikufanyika. So nauliza, mwenye makosa pale ni nani? Ni huyu aliyetaka kuoa mke wa pili, ama ni huyu aliyekubali kusaidiwa na mwisho wa siku kumbe akona nia yake nyingine? Hapo panaendaje? Asante sana. Unajua Yesu hakuja kufia watu watakatifu. Alishuka mbinguni akafa msalabani kwa ajili ya wenye dhambi kama wale. Kwa ajili ya wenye dhambi kama wale.
Okay. Kwa hivyo mimi upande wangu hiki ni kipindi cha kuwafika wale bwana, wale jamaa wawili karibu sana. Unless tusipochunga tunaweza kuwapoteza wakondoo wawili. Ni kipindi tusiwaone kama ni mizimu ama ni wenye dhambi wa ajabu. Tuwaendee katika makosa yanatokea, watu wanatenda dhambi, watu wanaungama, wanaomba msamaha na Mungu anawasamea. Kwa hivyo mimi ninaweza kusema kwamba ni kipindi kigumu kwao, lakini tunafaa tuwafikie, tuwaombee, tusiwapoteze katika imani. Swali lingine linalojitokeza ni kwamba kosa lilifanywa na watu wawili, lakini hivi sasa tunapata kwamba katika mitandao ya kijamii ni kanisa nzima, kanisa yote ya Waadventista wa Sabato ama wa ACDA inalaumiwa. Hili kosa la watu wawili linaingiaje kwenye kanisa, mtumishi wa Mungu? Nataka kuongea na Waadventista wa Sabato kwamba sisi tuko imara. Hili jambo ambalo linajaribu kuenea katika mitandao lisitutoe katika misingi wa imani. Mtu mshiriki mmoja akifanya makosa, imaanishi ni kanisa imefanya makosa. Inamaanisha ni kanisa, mzee wa kanisa, kwa sababu tukiangalia sasa hivi tunaona kwamba mitandao ya kijamii inachafuliwa. ACDA sijui wana ugandamizo wa imani, sijui wana tabia mbovu, usherati hapo ndo nyumbani kwao. Hili likoje, ama ni kitu gani ambacho kanisa linaweza fanya likalaumiwa kama kanisa akaacha kulaumiwa? Kwa sababu sasa hivi unajua kwamba wanaolaumiwa ni Wasabato, ambapo hata kama kuna mtu maybe angetaka kuingia ndani ya imani hiyo, kwa kile kinachoongelewa katika mtandao maybe kingemfanya rudi nyuma. Wewe unaweza sema aje, mzee wa kanisa? Asante. Mimi ninajua kwamba katika mitandao wanaelekeza vidole vya lawama katika kanisa la Wasabato, lakini mimi ninakana pamoja nao. I want to disagree na wao, kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa ambalo limekitwa katika misingi, ni kanisa ambalo linaongozwa na kanuni, ni kanisa ambalo ni kanisa la kikweli, na ndilo dini ambayo ni dini ya kweli ya kutoka uumbaji wa dunia. Kwa hivyo nataka kuambia Waadventista wa Sabato tusife moyo, tusitishwe, tustingishike na mambo kama ya mtandao. Sisi tuko imara na tuzidi kuwaombea wale ndugu zetu. Tusiwe na ule msemo wa Waswahili wanasema eti kwamba samaki moja akioza basi kanisa nzima bahari nzima. Unaweza ukamtoa yule mwenye ameuza ukamtupa na wengine wakabaki wako salama. So mimi nauliza tu hivi, kulingana na tukio lile ambalo limetokea, mzee wa kanisa, na nyinyi kama waumini ya kwamba kuna watu wanatukana kanisa, kuna watu wanatukana wale watu, nyinyi linawaimarisha lile tukio lilotukia ama linawadhoofisha imani yenu? Linawajenga namna gani? Asante sana, swali nzuri sana. Tukio, wakati majaribu yanapokuja katika maisha ya mtu ama Mkristo, yanamjenga kiimani. Majaribu yanamjenga kiimani. Majaribu yanakutia imara. Okay, so mzee wa kanisa, umeniambia unaitwa Owino. Yes. So unasema kwamba majaribu yanapokuja yanamuimarisha mtu wala si kumwangusha. So wewe, jinsi ambavyo tunaona kwamba kama kanisa lenu linaangushwa, wewe unawaambiaje washiriki wote wa Kisabato duniani? Unawaambiaje kulingana na tukio lile ambalo limetokea hivi sasa? Asante sana. Ninajaribu kuongea na Waadventista wa Sabato kwamba tukio kama lile, majaribu yanapokuja hata katika familia, yanakuwa ni majaribu ya kutuimarisha imani, kwa sababu tuko na Yesu, tuko na Mungu. Na yanapokuja, tusiwe kwamba majaribu kama yakituangusha basi inamaanisha kwamba basi hakuna maana ya sisi kwa waumini. Kama kila tatizo, kila jaribu likija linakuangusha, jaribu lolote kama lile tukio ambalo limetokea ni tukio ambalo linatuimarisha katika imani. Mimi najaribu kusema tusitishwe, tusibabaishwe na mitandao. Wanaongea tu kwa sababu ya hisia zao. Mimi kitu ninaamini kwamba wale wahusika wawili ni watu wa Mungu. Mtu ameasi, ana nafasi ya kuomba msamaha na Mungu anaweza kumsamea. So asante sana kwa muda wako, na tukipata ripoti nyingine bado tutawasiliana na wewe. Asante sana. Na tutazungumza zaidi. Barikiwa sana. Amina.